atawale kwa mfumo ule, manaki este ipewe Rwanda kama ambavyo ilikuwa imepewa Rwanda wakati yeye akiwa rais. Uchumi, kidiplomasia, kila kitu. Na kama isingekuwa hivyo, basi katika utawala wa huyo rais ambaye angewekwa na M23 baada ya wao kufanikiwa kufika Kinshasa, basi hichi kipande cha este kingepasuliwa pasu na hiyo Sudani itangazwe moja kwa moja kama wangefanikiwa kufika Kinshasa. Lakini baada ya wao kushindwa kufika Kinshasa, baada ya wao kushindwa kufika Kalemi, baada ya wao kushindwa kufika Fizi, wakakutana na wanaume waliobeba nguvu ya kimungu, wakakutana na wanaume waliobeba ahadi ya kimungu kwa ajili ya taifa la Kongo, wakakutana na wenye nchi yao wenye haki ya kuitawala nchi yao na kuipigania. Wakakiri hatuwezi, na mpaka leo wanajua hawawezi kwenda pengine popote huko mbele mpaka kwanza yani siasa ingie nyingine mpya. Si tu hapo hawawezi kwenda mbele, bado wanaamini hata pale walipo bado wanaweza kufukuzwa, isipokuwa constitution ndio inawalinda pale, sio nguvu walionayo. Ni constitution ndio inayowalinda kuwepo pale kama watu wana habari. Sasa kwa mtu kama Joseph Kabila, kwa hali yake ya siasa, kwa aiba yake ya kuishi, manake ile tabia ile asili yake ya kuzaliwa, sio mtu wa kuongea vitu vya siri za ndani, sio mwanasiasa wa kuropoka. Sasa Joseph Kabila hawezi kuongea mpango uliomo ndani yake anayotaka utekelezwe kabla mpango huo hujatekelezwa. Hawezi kufanya hivyo. Sasa mpaka aongee hivyo Joseph Kabila, maana yake anaongea neno hilo kwa maana ya kutishia, baada ya kuona hawezi. Maana yake anapigia Simba kelele ili Simba iogope, ione labda huyu bwana ana nguvu, ngoja nikimbie. Kwa hiyo ni kelele anazopigia Tshisekedi ili Tshisekedi aogope, aone ili este isiondoke. Ama tungeongea nao wa bwana, ama tungenegosie nao, Ni namna ya pili tofauti na ile ya kutumia Lorenzo na marais wa nchi zingine. Bwana, tuongee na hawa watu, akatafuta strategy nyingine ambayo anaweza akaitumia, na Fachi Beto akaogopa ili aite movement ya M23 waende kuongea. Huku ni kushindwa na kuomba mazungumzo kwa namna ya kutishia aonekane ana nguvu. Hilo ulielewa. Sikiliza. Katiba ya nchi haimzuii Fachi Beto kupigana vita, lakini katiba ya nchi inamzuia Fachi Beto kupiga jeshi la Rwanda ndani ya 500 kilometre. Narudia hapa uelewe. Katiba ya Republiki Demokratiki di Kongo haizuii Tshisekedi kupigana vita. Sasa ina dependre hivi vita anapigana na nani? Kwa hiyo Rwanda akipoteza askari wake ndani ya territoire nationale ya Kongo, katika eneo la 500 kilometre kutoka kwenye mpaka kuingia ndani ya Kongo, Rwanda napokuwa ametangaza kwamba hivi ni vikosi vyangu hivi, lakini Kongo ikienda kupiga vikosi vya Rwanda officiellement, ikifahamika hivi ni vikosi vya Rwanda, Rwanda pia anaweza kushtaki Kongo, kwa maana constitution ya Kongo inamruhusu Rwanda kuingia ndani ya Kongo na vikosi vyake ili kulinda usalama wa Rwanda. Manake Rwanda inakubaliwa kujilinda usalama wa nchi yake, aje kujilindia ndani ya nchi ya Kongo. Sindo upuuzi na upumbavu. Tena kwa umbali wa 500 kilometre ingie ndani ya Kongo tu. Na Burundi hivyo hivyo waingie 500 kilometre bu. Na Uganda hivyo hivyo waingie 500 kilometre bu kutoka kwenye mipaka yao kuingia ndani ya Kongo. Maana yake vile
jeshi la Burundi linapokuwa maeneo ya Mienge, maeneo ya Baraka, wanapokuwa Afulo, jeshi la Burundi liko Avela, liko manake wana haki ya kuwepo kule kisheria na kikatiba, na Uganda hivyo hivyo. Sasa kama katiba haitabadilishwa, hata kama vita vilivyopo mbele tunavyoviona vinavyoibuka sasa, itakuwa hata vigumu jeshi la Kongo kupigana kwa uhuru. Kupigana kwa uhuru. Kwa hiyo watu hawa wanaomsupport Joseph Kabila, watu wa PPRD, watu wa PPRD na ninyi wote wa Galatia wa PPRD, wa Galatia wa M23, wa Galatia wote, kwa haya maneno mnayoyasikia kwa hawa wakuu zenu hawa, hivi na wewe mtu wa chini bado unavaa tuwapishe M23, tuwakaribishe M23. Kama siasa hizi zinatoka kwenye vinywa vyao, maneno haya yanatoka kwenye vinywa vyao, wewe una akili gani ya kusapoti mtu anayesema hadharani kwamba basi tutakata Kongo, basi Kongo itapasuka, basi Kongo itakuwa vipande viwili? Kwa hiyo na wewe umebeba nia ya Kongo kupasuka, ndio maana unamsapoti? Au wewe umebeba nia gani? Na kama Kongo itapasuka, unafikiri wewe utakuwa nani kwenye kipande hicho kitakachopasuka? Na una uhakika gani kwamba hivyo unavyofikiria vitatimia? Haitawezekana. Inabidi Wakongomani akili tuwe nayo na itumiki vizuri kama akili ya watu waliopewa na Mungu akili. Inabidi ifanyike lolote litakalofanyika na vyovyote itakavyokuwa, M23 wa Galatia RDF wapigane vita. Sasa hivi Wakongomani wameingizwa kwenye distraction. Watu wanawaandikia barua ba ovyo ovyo, plein de Ruzizi, plein de Ruzizi, plein de Ruzizi, plein de Ruzizi, wazalendo nous sommes là, plein de... Vous êtes là pour faire quoi? Vous êtes là faire quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Na mliambiwa mkae plein de Ruzizi, ndio mliambiwa wazalendo mkae. Nisikia Minembwe Twirwaneho wapo kama 115. Minembwe hawa Twirwaneho wapo kama 200. Lakini hawa wazalendo waliokamata Mienge .0 Epopo wamezama pale, na wao sasa pale manake wameshakomboa Kongo yote. Hata siasa za Fachibeto, hata kama na wakataza msipigane vita, lazima na yatiliwe mashaka. Lazima na yatiliwe mashaka. Kwa nini mkataa tusipigane vita? Kwa sababu nini? Nchi imeshakombolewa au je? Wakati wa vita hakuna mtu ambaye atakiwe kutiliwa mashaka, Mungu tu. Wakati wa vita hata mganga wako anayekutibu lazima umtilie mashaka. Mganga wako anayekutibu lazima umtilie mashaka. Wakati wa vita hata mtu anayekupatia silaha lazima umtilie mashaka. Hii silaha anayonipa ni silaha ya kweli au? Yako majeshi yalipewa silaha, tutawafinance, wakapewa silaha. Kumbe silaha zilikuwa ifanye kazi ndani ya miezi 2 na silaha ina expire. Silaha ina expire après 2 mois. Bunduki zina expire après 2 mois. Kwa hiyo watu wanapigana vita ndani ya miezi 2, wameona tumepewa vifaa, tuna silaha za kutosha. Kumbe expired, expiration ni 2 mois. Na maadui wanajua hapana, après 2 mois hawatakuwa na kitu. Après 2 mois hawatakuwa na kitu. Napigwa anasema tumewatandika, tumewatandika, okay sawa. Après 2 mois tandikeni sasa. Watu wanapelekwa msobe, kumbe walisaidiwa, lakini msaada wa muda mfupi bila tu.
katika vita yeyote na chochote lazima kitiliwe mashaka na kikaguliwe na kuchunguzwa. Katika siasa hivi ndivyo tunavyofanya. Huu ni wakati sahihi sana wa wazalendo kutokupumzika vya kutosha. Unapopumzika vya kutosha, maana yake unampa nafasi. Na bahati mbaya zaidi, siasa ya kizalendo ni ndogo. Sitowe siri kwa M23 RDF. Ninaongea ndivyo ilivyo. Bahati mbaya zaidi, ndani ya wazalendo hamna siasa. Wazalendo wanabebwa na siasa ya serikali inayotawala, kiasi kwamba siasa ya serikali inayotawala ikiamua kuwapindisha, kuwapeleka hovyo, watakwenda hovyo, kwa maana ndiyo siasa inayowabeba. Nimesema mara nyingi, jeshi huwa linabebwa na siasa, lakini jeshi haliwezi kubeba siasa, ila siasa inalibeba jeshi. Sasa jeshi la wazalendo halina siasa. Kwa hiyo kuchunguza. Okay, so we're at the film festival, middle of Park City. Kuchunguza siasa ya Tshisekedi na kumpinga, hasa kwa hivyo alivyopewa bunduki, wakapewa maprime d'encouragement, mapromesi wanapewa na watu hawakuzoea kupewa. Manake hivi vyote alivyofanya Fachi Beto vinawafanya kuwa vipofu, vinawavegle. Kwa hiyo kuanalize politiki ya Tshisekedi na kuikosoa sio rahisi, kwa sababu wazalendo hawana coordination politique ambayo iko dynamique emir. Kwa hiyo kama wangekuwa na coordination politique ambayo ndio iwe inakopere na politike inayorenye, hapo ndipo siasa ingekaa sawa. Watu hawajanielewa. Ninasema hivi, hawa wazalendo hawa wa Mai Mai walitakiwa wawe na politike yao inayowabeba wao. Sasa hii politike ya wazalendo ndiyo ikopere na guvernema inayotawala. Maana yake kama kuna mikataba, kuna makonvention, ifanyike entre politique wazalendo et gouvernement regnant. Kama kuna misaada inatoka ku gouvernement inayotawala kuja kwa wazalendo, isipite piu imefika kwa wazalendo. Lazima pawepo politiki hapa ambapo ndio itakaa mezani na gouvernement. Hii politiki, hii administration hii ndio itaanalize hii gouvernement. Hii coordination politique ya wazalendo hii ndio ambayo itakordone mouvement direct za wazalendo. Wakigundua serikali inayotawala haiko sawa, bwana, na sisi bwana tunakutilia mashaka bwana. Hivyo navyo kwenda havipo. Askari wanakuwa kwenye mambo ya uaskari. Ndio maana huwa ninaita wanasiasa wa Fizi, Uvira, Mwenge, kina mheshimiwa ate amba ate na wengine ninasahau majina yao, wako wengi. Kina daktari nani huyu anakuaga Kenya, nimesahau jina lake. Ndio wanasiasa wa Fizi hawa, nimesahau jina lake. Na wengine wanasiasa wa Fizi, akina Jean-Jacques Lacan. Huu ni wakati vita ambavyo viko Fizi, vita ambavyo viko Sud Kivu, Nord Kivu, vita ambavyo viko Uvira, Mwenga, vita ambavyo viko Nord Kivu, Sud Kivu en general, havilengi Wakatange, havilengi hivi vita wakinua. Lazima haya maeneo haya pawepo na waraia wa eneo hili ambalo wafai uzalendo ndani yao, kwa maana ndipo patakapotokea pia na kufeli, kushindwa kwa Rwanda ndani ya hili eneo. Kama population eneo limesema tukinyang'anywa hapa sisi hatutaenda kupata viwanja Katanga. Maana yake kama hapo Sange Runingo ndio kwenu, kama hapo Ilela Mkwechi wenu, maana yake wewe pakinyang'anywa hapo, hata ukienda Lualaba utaenda kununua, na kumbukumbu za pale zitasema
huyu alinunuaga hapa eneo fulani, ni wakuyakuya Waswahili hapa. Sasa kama hawa Waswahili hawatawaza zaidi, mambo yataharibika hivi mkononi. Nimeanza kualika toka muda mrefu, toka 2023. Depuis 2023 ninaalika wapolitishie wa Sud Kivu na Nord Kivu ambao ni wapatriote. Tengenezeni coordination politique ambayo itabeba wazalendo, ili kwamba, ngoja nikwambie faida ya coordination politique. Wanaweza kutangaza kule, mfano watangaze tumekata Nord Kivu na Sud Kivu, wakapitisha ile referendum, tumekata. Wakikata, maana yake sasa watu wote walioko eneo hilo wamekuwa watu wa hiyo pays yao, Republique Unie du Kivu, wanakuwa ndani ya hiyo pays yao, na wao sasa watajilinda kwa sababu ni pays nyingine. Hawasubiri sasa manegociation na mtu, hawasubiri sasa serikali nasemaje, manake wanaanza kupigana serikali na serikali. Kama wako na baalie wao, wako na pays nyingi zitawasutenir, zinawaletea mahelikopter, madrone, kila kitu, kwa maana wameshaona na sisi ni gouvernement, lazima gouvernement ipigane na gouvernement. Sasa drone ziko juu, mabato yako ndani ya maji, na ninyi sasa wazalendo, delegation yenu kuanza kutafuta watu wa kuwasaidia, itatoka wapi? Au inji itokee kwamba Tshisekedi amekuwa complice par exemple, ama itokee kwamba Tshisekedi amepigwa coup d'etat kesho par exemple, itokee Tshisekedi ameuawa par exemple, na Tshisekedi ndo mnamwangalia kama baba yenu, Tshisekedi ndo mnamwangalia kama ndo kila kitu chenu, ameuawa, amepigwa coup d'etat, hayupo tena. Mnaanzia wapi? Na hakuna coordination ya wazalendo inayojulikana kwamba hawa ndo wa baba ndo walezi. Ila kama hawa wapo, hata kama Tshisekedi iko pale, hivyo angekuwa kuna ba partenaire bengi ba pays zingine bako pale, banajua tufanye hivi. Hata Tshisekedi akiuawa kesho, mnajua tunayo gouvernement nyingine. Wao wakitangaza Sud Kivu, Nord Kivu imekuwa pays yake, na huku wazalendo wanatangaza Mwenga, Ufira, Mwenga, Fizi, Uvira, hatukumwa hivyo vya kwenu, hatukumwa hivyo vya kwenu, na nenye mnatafuta wa partenaire yenu. Jungo na coordination. Na bako wengi nimeshasema, Tanzania iko tayari, Burundi ziko nyingi na ninyi sitasemaje. Okay, bila shaka mmenielewa. Nchi ya Kongo haitapasuka kama wakongomani watasikia mashauri na kuyafanyia kazi. Lakini mashauri yakipuuziwa, ndipo ambapo mambo hata mazuri yataonekana mabaya na mabaya yakaonekana mazuri. Tshisekedi coup de chapeau kwa jitihada unazozifanya za kuikomboa nchi, tunampongeze sana, lakini pia hata na mimi ningependekeza constitution ibadilike kidogo, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji viwekwe sawa. Comment ni nyingine. Comment ziko nyingi ambazo zimeandikwa hapa, lakini some chache. Dada Ani Mapendo anaandika hivi: tunamupatia beton ingine miaka 10 ya utawala, na hatuhitaji mazungumzo na waasi, wakome huko. Kelele za chura hazizuii ng'ombe kunywa maji. Ndiyo sababu tunaomba hiyo katiba iandikwe upya. Hiyo ndio Ani Mapendo. Lakini pia ndugu yangu huyu akaandikaje? Kabla ndugu yangu dada Ani Mapendo akaongeza kusema, tunaomba Felix Chilombo Beto asimame kwa kumutetea Constant Mutamba, aachiwe huru ili wasaidiane kupambana kwa kutoa nchi yetu Kongo mikononi mwa adui zetu. Mungu wetu yupo upande wetu. Amen, amen, amen. Ornella Mpendo anasema, jambo mtangazaji, sisi pia tunakufuata 5 kwa 5. Unasikilika vizuri sana. Katiba ibadilishwe, sababu inamnyima rais power, inamubana rais kutokufanya maamuzi
mazuri. Lakini pia Kafwimbi anasema hivi, katiba ibadilishwe. Beto Chilombo njo mzalendo wa kweli. Fayulu hapendi katiba kubadilishwa, ni wamoja na Kanambe. Bila Chilombo kubadili katiba, tutakuwa na majuto ya miaka mingi. Ninakushukuru sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbaleto TV. Mimi ninakualika katika vipindi vya Mbaleto TV. Baadaye tutakutana pia kwenye kipindi cha Nyepesi. Takupa habari moja nzuri tena nzito ambayo itakusogeza katika jioni ya leo kabla hujalala. Jiabone, na nitakuomba pia upartaje sana emission hizi ili ziweze kuwafikia watu wengi. Manake hapa ndipo tulipo ukombozi wa siasa. Maarifa yako hapa. Ulikuwa mingi, ndio maana nataka kushanje constitution. Wanachuni akili za watu hivyo. Ila ni kuambia ukweli ni kwamba aina ya constitution iliyomo ndani ya Republiki Demokratiki di Congo haifai kuwa ndani ya Congo. Haifai kuwa constitution ya pays ya Congo. Ila haifai. With the latest Galaxy from Verizon, you can swipe a whole... Inainyima nguvu Congo juu ya hata kupigana vita. Inainyima nguvu Congo hata kumondoa Mnyarwanda au kwa lugha nyingine hata hawa RDF kuwatoa ndani ya Congo. Hiyo constitution inawanyima wakongomani nguvu hiyo ya kuwatoa. Pamoja na kwamba Paul Kagame anapewa nguvu na nchi za Ulaya, ila pia constitution ya Congo nayo inampa nguvu yeye kuendelea kuwa ndani ya Congo. Ndio maana hata anapoulizwa, bwana, mbona tumekuambia wewe uondoe majeshi yako? Ndiyo, niondoe ndiyo, lakini Congo inaniruhusu. Ndiyo, Marekani umesema niondoe majeshi, lakini Congo bado constitution yake inaniruhusu nikae ndani ya Congo. Constitution wapi? Ona. Ni kweli ukiangalia ndiyo. Kwa hiyo hata Marekani kulazimisha kumuondoa kwa nguvu ni kama pia anakwenda kuvunja constitution ya Congo, na yeye mwenyewe anaivunja nguvu ya constitution ya Congo anapomuondoa Rwanda kwa nguvu. Unaona mitego na vitu vilivyokaa na vurugu. Constitution ya Congo inajua yale makabila 450. Lakini pia constitution ya Congo inataja makabila yanayoonekana ni madogo, hayapewi nguvu kama kabila, lakini aina ya watu fulani ambao idadi yao ni ndogo, lazima serikali iwalinde, lazima serikali iwape vyeo ndani ya serikali, lazima serikali iwape kipaumbele ndani ya utawala. Yani uchafu wa mingi. Nimetaka kuongea maneno haya ili wakongomani wasione Kongo kwa ajili ya vyeo tu, ila wakongomani waone Kongo kwa ajili ya nchi yao, urithi wao wa siku zote. Lazima waulinde. Hata kama Tshisekedi atatoka madarakani, atakaye kuja ambiwe, ona, tembea hivi. Ulindwe urithi huu daima. Kama Tshisekedi aliyetoa nia hii ya kushanje constitution akitoka madarakani bila kushanje constitution, unafikiri wewe ni mwanasiasa nani unayemuona sasa hivi kwamba anaweza kuthubutu kuonyesha ubavu, kuvimba kiasi cha constitution kuwa shanje? Waweza kuniandikia hapo wewe kwenye comment yako. Ni nani ambaye anaweza kujaribu kufanya hivi kwa sasa kwa hawa wote walioko kwenye serikali yake? Majibu yatakuwa kujitafuna. Sikiliza. Tarehe 20, manake nasema le 20 Mars. Leo tukiwa le 23, manake tulishinda jana dimanche ambayo ilikuwa le 22.
samedi ilikuwa le 21, sasa vendredi ilikuwa le 20. Ndipo ambapo Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa muda mrefu sana, kwa ukimya wake na akasikika kwamba ameongea kwenye chombo cha habari ambacho kimesimamiwa na kimebeba itikadi na siasa za Kirwanda, lakini kikiwa kinatangazia Ubelgiji. Picha nyingi ambazo zinatumika kwa kumwonyesha yeye akiongea ni picha ambazo hazina uhalisia. Sisemi yeye hajaongea. Picha nyingi. Mimi kama mtangazaji ninayo macho mengi ya kuona vitu na kuvijua, hichi kina ukweli hapa, hichi kina ukweli hapa, hichi kina ukweli hapa. Ukweli wa habari ama ukweli wa picha haupo kwa sababu imetembea sana, upo katika uhalisia wake. Sikiliza, habari iliporushwa na chombo cha habari hicho, yako mambo kadha wa kadha ambayo Joseph Kabila kwa sauti yake alisikika kama ni yeye akiongea. Sitaongea yote, nitaongea machache, alafu ndio nikuonyeshe katika kuongea kwake huku kulitokana na nini. Jambo lililo kubwa na linalojadiliwa sana ni pale ambapo alisema kama Tshisekedi atajaribu kubadilisha katiba, basi wakongomani wajue au wajiandae kuifanya Kongo kile kilichofanywa Sudan. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kwamba kwa hiyo mashariki ya Kongo itakuwa kama Sudan ya Kusini. Akatangaza rasmi na yeye akaweka hapo hivi: Tshisekedi, ukibadilisha constitution maana yake tunakata Kongo. Anakata Kongo ya wapi? Anakata Kongo gani? Maana yake anachukua, tuseme sasa, Nord Kivu na Sud Kivu ambako yeye ndiko alipo na majeshi yake ya RDF, ndiko anakosema kwamba atakata, na hiyo itakuwa kama South Sudan, kujikata kwa Sudan. Hilo ndilo neno kubwa sana ambalo labda linaweza likazungusha vichwa vya watu, pamoja na kwamba alisema namna ya makombora kupigwa nini, yeye kutafutwa kuuawa. Tuachane na hilo. Sikiliza, ziko kauli ambazo kisiasa lazima zifichwe, iwe siri, na ziko kauli ambazo kisiasa unazitoa isiwe siri, lakini umezitoa kwa sababu ya kutishia au kwa sababu ya kuangalia unayemwambia atareact nini, aogope, hata kama uwezo huo hauna wa kufanya hivyo. Ni sawasawa na mtu umefika porini, umekutana na simba mbele yako, unajua hauna uwezo wa kuiua hiyo simba, itakurarua itakavyotaka, lakini kwa ajili ya kujiami unashauriwa uopige kelele, usikimbie, uiangalie macho, alafu uanze kupiga kelele. Zile kelele maana yake nini? Uitishie, lakini haina maana ya kwamba unapopiga kelele maana yake una nguvu ya kuiua. Unapopigia simba kelele ina maana kwamba sasa hapo unajiongeza nguvu sasa na kuionyesha yes, nitakupiga wewe. Moyo wako unashuhudia hizi ni kelele tu, labda ataogopa, ataondoka, lakini asipoogopa kelele zangu nitafia hapa hapa. Hilo utalijua hilo. Na mpango wa kupasua est Joseph Kabila akuupanga baada ya Tshisekedi kuanza kuongea habari za constitution. Ndio kaka hivi ameweza kuongea constitution, mnaonaje? Tupasue ama tusipasue? Hizi ni habari ambazo toka utawala wake wote wa miaka 18 hiyo habari iko nayo.
maana yake aliificha watu wasijue. Kwa maana hiyo ndio siasa. Unapokwenda kutekeleza jambo lifiche, kwa maana likijulikana mapema kuna uwezekano mkubwa hilo jambo lisitekelezwe. Sasa Joseph Kabila baada ya kushindwa kuigawa Kongo kwa maana ya wazarani kwa miaka yake 18, pamoja na kwamba alikuwa ameigawa kisiasa na kiutawala, watu wengi hawakujua, lakini sasa hivi hawataki kuigawa kisiasa na kiutawala, waigawe sasa hadharani, ibebe majina kama Sudan vile. Nia yake ilikuwa aende Kinshasa katika vita hivi anavyopigana na Tshisekedi, aende Kinshasa, na wakifika Kinshasa wangefanya mambo mawili. Kama wangefika Kinshasa M23 RDF, jambo la kwanza kuchanger gouvernement, kuweka gouvernement yao, na hiyo gouvernement yao ilitakiwa ianze kutawala kama ambavyo yeye Joseph Kabila alikuwa anatawala, hata kama yeye asingekuwa president.